Bwana, mimi ni mwenyekiti wa mtaa wa Dagailoi. Mimi nafikiri kwanza kabisa nikianza na tukio lililopita, nimepigiwa simu kwamba kuna kijana ambaye kajinyonga mlimani. Basi nikaondoka na baadhi ya watu na vijana wengi tu mpaka mlimani, tukaenda tukajiridhisha, tukakuta kweli yupo kajitundika. Tukawasiliana na kituo cha polisi kupitia mtendaji wa kijiji. Basi askari wakaja, wakamwangalia, wakamshusha. Basi mwili ukapelekwa hospitali ya Mrara Mochwa. Hali kadhalika sasa leo tena saa 12:30 napigiwa simu, bwana, pa mtaani kuna kijana kajinyonga. Basi ndo tumefika hapa, tunamshuhudia yuko hapo na tumewasiliana na kituo cha polisi ili kusubiri sasa waje, ili angalau sasa kama ni mwili uchukuliwe kwenda kituoni. Sababu ya matukio haya ya kujinyonga, hususan tukio la kwanza ni kati ya mzazi na kijana, mama wakiwa wanadaiana 6,000, sijui ilikuwa ni bili ya maji. Basi kijana ile hela kaiburuza kwenye pombe nini, basi hatimaye kudaiana na mama ikawa maudhi, changamoto. Basi kufikia kuchukua maamuzi, kuchukua nguo zake kachoma moto, zingine akaweka kwenye mfuko, kapanda nazo mlimani, kaaga kwamba anakwenda Riroda, lakini si Riroda, kapanda kwenda mlimani, katafuta mti wake mzuri uliomstahili, akapanda akajining'iniza. Akaacha ujumbe? Hamna ujumbe wote aliacha. Wamefanyia kumsachi mifukoni, wakuta kuna kamba nyingine ya reserve, labda baada ile ikishindikana achukue hii iliyoko mfukoni, shughuli yake akamilishe. Na hii huyo ni yule wa kwanza. Ni yule wa kwanza. Na huyu taarifa za awali ulizozipata? Nimekaa na mzazi kweli amesema changamoto iliyoko sio kubwa wala nini, lakini tu ni kwamba asubuhi walivyokula walikubaliana na mzazi, au mzazi aliwaomba wasaidie kufanya kazi ya kutoa mabua ya mifugo. Lakini kwa bahati mbaya kila kijana alishika nafasi yake kwenda kutafuta riziki yake, ikawa vigumu. Na kuna eneo anasema alikuwa anataka alipe sijui 10,000 kama bili ya nyumba na nini, kodi, lakini ikawa changamoto kwamba hela ngumu na nini. Basi ni hayo tu. Na wote vijana hao wanaishi kwa wazazi wao? Yuko hapa. Kwa hiyo kijana huyu alikuwa anahitaji hiyo shilingi 10,000 aende akalipe kodi sehemu alikopanga. Labda katika tu kuelezea mzazi na nini, basi na mzazi naye alitaka labda wamsaidie hata kutoa mabua na nini shambani ya mifugo, lakini wote kila mmoja alishika njia yake kwenda kufanya kazi zake mwenyewe. Na saa 12 hiyo ni ya jana au ni ya leo? Ni ya jana hiyo. Unaona, jana jioni kwenye saa 3 hivi, basi ndio kijana nasikia alipotea kwenye mazingira sio fiki. Basi asubuhi kumekucha ndio wanakutana na kitu kama hicho. Mimi kwa jina naitwa Abdullahi Mtuka, ni mkazi wa Dagailoi, nimezaliwa hapa Dagailoi. Mimi ni mzazi wake wa huyu kijana. Huyu kijana kwa kweli jioni tulikuwa nao muda wa saa 3 hivi, chakula cha jioni tukamwambia njoo tule, akasema mimi nimeshiba. Sasa sikumfuatilia kwa sababu naye alikuwa analala nyumba jirani, nikasema labda huko atakuwa ameshakula. Sasa baada ya kumaliza sisi kula, tukawa tumeongea tu majukumu yetu tu ya kazi. Kazi yenyewe ni kutoa tu lisho ya ng'ombe, yani mabua. Akasema mimi kesho nadamka mapema kwenda kufetua tofali. Sijajua tofali anafuatilia wapi, mimi sikuweza kufuatilia. Kesho yani leo. Ambaye ndio kuamkia leo. Sasa baadaye mimi nikasema basi anyway pasiwe na nani, basi mimi mabua nitatoa. Basi tukaishia hapo. Baadaye akawa kwenda kulala mahali anapolalaga huko. Sasa baadaye akaja, hata sijapatwa na usingizi, yeye akawa amerudi. Kaniambia mzee, kule yule mwenye chumba naona tu kama vile tumeshindwana fulani. Nikamwambia asa kama umeshindwana hapa nafasi siipo, si ulale. Basi kweli akawa amelala, lakini alipokuwa analala akawa anaguna. Nikamwambia unaguna nini? Akasema hamna. Basi nikamwambia si ulale. Akawa akanyamaza. Aliponyamaza nikajua labda ameshalala, na mimi nikawa nimepitia na usingizi. Unaona?
Sasa kwenye saa 9 hivi ya usiku mama yake akawa ananiamsha. Naona Mamudi, nikamwambia mbona mlango kama vile unapulizwa na upepo? Nikamwambia labda Muhammad atakuwa ametoka nje. Naona. Sasa nikawa nimemsubiri kwenye muda kama dakika 15 hivi. Sasa hiyo dakika 15 ilipoisha, nikawa mimi mwenyewe nikatoka nje. Nikaangalia mazingira ya nje hapa. Nikasubiri kidogo, nikasema sasa kama ni kwenda kujisaidia gani, mbona amechukua muda sana. Basi nikaingia uani kule chooni, nikamwangalia hamna. Nikazunguka nyuma ya nyumba hamna. Nikasema huyu ameelekea wapi? Basi mimi nikarudi zangu ndani, nikasema atapokuja satagonga, nikafunga mlango. Asa matokeo yake kawa hakuna hajarudi. Naona hiyo. Wala sikusikia kishindo chochote cha mlango. Asa asubuhi kudamka asubuhi kwenye saa 12 kasoro hivi, watu wa shule wanaenda shuleni. Sasa mimi nikasema kuliko niende kazini kwanza, hebu ngoja nitoe kwanza lishe ya ng'ombe, yani mabua. Asile natafuta kamba kuangalia kwenye mparachichi hapo. Nikaona bwana kuna kitu nyeusi imening'inia. Sasa kuwasha simu ndio nikamwona ndiye Muhammad. Kwa jina naitwa Zawadi Ramadhani. Ni balozi wa mtaa huu, balozi wa shina namba 2 Dagailoi, kijiji cha Dagailoi na kitongoji cha Dagailoi. Tunawaasa vijana wetu hata kama ana tatizo lake la siri, ajaribu kuwaeleza watu wake wa karibu ili apate msaada. Hasa huwezi kujua wewe ukikaa na matatizo yako moyoni utasaidika vipi, matokeo yake ndio wanachukua uamuzi kama huo. Nasema vijana wote washirikiane na watu wao karibu, hasa wazazi kama wapo, kama hata anadaiwa amweleze mama ndio mnyonge zaidi. Mama anadaiwa kiasi fulani na fulani, nimeshindwa kulipa, naomba msaada. Hata atasaidika. Kama mzazi hawezi kukuacha, lazima atakusaidia kwa mawazo au kifedha ile unayodaiwa. Ndio ile wazo.